2025. Uhali gani rafiki yangu? Natumaini mzima wa afya. Leo siku ya Jumanne, siku ambayo nilikuahidi ya kwamba tutaanza mkasa wetu mpya. Na mimi niko hapa msikilizaji, kusudi kubwa ni share pamoja nawe yale ambayo tumekuandalia katika siku njema ya leo. Ni Veronica Frenki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Leo tunaanza mkasa mpya, na mkasa ambao tunaanza nao ni wa mwanadada. Mwanadada huyu anatueleza mengi ambayo ameyapitia katika safari ya maisha yake, na anasema ama kwa hakika mimi niliyoyapitia yamekuwa ni elimu kubwa kwangu. Naamini kwa haya nimepitia, jamii yangu ikisikia na yenyewe inaweza kujifunza kupitia mimi. Karibu sana. Ndio aliyewasilisha mkasa huu msikilizaji katika msimu huu anaitwa Lisa. Mwanadada anaitwa Lisa akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Lisa anaanza mwanzo tu katika mkasa huu kutueleza haya. Lisa anasema, mimi kwa asili ni Mtanzania. Na sisi wa Tanzania tunatambuana kwamba sisi ni wa Tanzania. Naweza nikataja kabila lakini lisiwe muhimu sana kwako. Tunatambua tu sisi ni wa Tanzania, hivyo utambulisho unatosha. Nikimaanisha nimezaliwa katika ardhi ya Tanzania. Lisa anasema nimezaliwa katika familia nikiwa na mama yangu. Mama yangu yeye, mimi kwake ni wa peke yake. Yani mama yangu alibarikiwa kunipata mimi mtoto wake. Lakini kwa upande wa baba yangu wako ndugu wengine. Ninao ndugu zangu 3. Na mimi ni mtoto wa nje. Yani baba yangu alikuwa na mke wake. Katika namna ya mizunguko kimaisha alikutana na mama yangu. Wakapendana. Na hatimaye nikazaliwa mimi. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa kambo. Lakini ninachojua ninaye baba anayenipenda sana. Baba ambaye siwezi kumuona kila siku, lakini anakuja kwa misimu fulani. Na nilichokuja kujua baba yangu hata sio kwamba anatoka mbali. Yani kwamba labda anatoka kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, hapana. Yuko mkoa ule ule tuliopo. Lakini kwa sababu ni mtu mwenye familia, basi huja kwetu kwa tahadhari sana. Inaonyesha hivyo. Naweza nikakaa mwezi nikamuona baba akija mara moja. Ziko nyakati sikumuona hata miezi 3. Lakini nilizidi kukua na watu husema, ndugu husema, na hata kujua kwamba mimi ni mtoto wa kambo. Mnachojua mamangu ananipenda sana. Ananipenda sana na niko okay kabisa. Kwa nafasi ndogo ambayo nilikuwa napata nafasi ya kumuona babangu, mimi nilikuwa nikifurahi sana. Akiniletea zawadi, akihakikisha naenda shule, mimi nilikuwa na furaha sana. Na siku zikazidi kusonga mbele. Nakumbuka Lisa anasema, nakumbuka siku moja ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na mimi pamoja na mama tulikuwa hapa nyumbani. Lisa anasema alikuja mgeni hapa nyumbani. Na nilijuaje mgeni? Ni hodi kugongwa hapa katika nyumba ambayo tunaishi. Na hii ni nyumba ambayo mama amejenga, ndogo ya vyumba 3, na ndio tunaishi hapa. Na baba, naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine, ndio ambaye amehusika kusababisha hii nyumba kujengwa. Kuna mtu anazungumza hivyo anaelewa. Yani baba anaweza akaja akaleta kitu fulani, akaagiza kitu fulani, mama akasimamia. Kwa hiyo nyumba kwa sehemu kubwa pia mpaka inaendelea tumekuwa tukijenga tukiwa tuko humu ndani. Kwa hiyo hodi imegongwa na sisi tuko tunakaa tu na mama. Ina maana baba akija na tu join. Hodi ilipogongwa mimi ndo nilienda kufungua mlango. Nilipofungua mlango nilimkuta mwanamke mmoja. Mwanamke huyu ni mnene, mrefu, mweupe kweli kweli. Ni mtu ambaye ni mgeni katika upeo wa macho yangu, yani simjui. Na akaniambia, "Hujambo?" Nikamwambia sijambo, "Shikamoo." Akaniambia, "Marhaba." Akaniambia, "Bila shaka unaitwa Lisa." Nikamwambia, "Ndio, mimi naitwa Lisa."
Akaniambia mamako yuko wapi? Sasa kuwaza chochote cha tofauti, yani mtu kaja ananitambua mimi naitwa Lisa, huenda akawa ni rafiki na mama. Mimi sijui, mimi nasoma naendaga shule. Nikamwambia mama yuko ndani amepumzika. Akasema basi afadhali nimemkuta amelala. Nikamwambia atakuwa tu amepumzika. Akasema basi niamshie. Basi na mimi nikamkaribisha ndani, karibu sana ndani. Nikamkaribisha huyu mama ambaye kiukweli kwa sikuwa namjua, simfahamu, ila ni kwa mara ya kwanza ndo namuona mwanamke kama huyu amekuja hapa nyumbani kwetu. Lisa anasema nikamkaribisha na akakaa sebuleni. Hii nyumba yetu kama nilivyokueleza tunaendelea na ujenzi, tunataka kujenga. Kwa hiyo hata mazingira ya sebuleni pale, kochi zetu na nini bado hazikuwa vizuri. Ni zile kochi ambazo tulikuwa tunatumia kozi michakaa, na mpango wa mama alikuwa anasema ili kununua vitu vipya hawezi akanunua vitu vipya ili hali bado hatujakamilisha ujenzi. Anataka mpaka akishakamilisha kila kitu angalau ndo tununue kochi mpya, tubadilishe vitu pale nyumbani. Kwa hiyo sebule yetu yani hivyo ya kujishikilia. Lisa anatueleza haya ikiwa leo ni siku ya kwanza tangu tunaanza mkasa huu. Lisa anasema basi nikaenda kumuita mama, nikamwambia mama kuna mgeni. Akasema nimesikia, ni nani huyo? Nikamwambia mama mimi simjui. Akasema wewe mkaribishe mtu mjui, ni nani? Anatoka hapa mtaani. Nikamwambia hata simjui. Mama akainuka na moja kwa moja mama akaja mpaka hapa sebuleni. Mama alipofika sebuleni nilimuona mama kama akipata taharuki, yani kama akiamaki, yani akiwa na mshangao. Kwa lugha nzuri unaweza ukaelewa. Lisa anasema hata mimi kumuona mama akiwa katika hali kama hiyo nikashangaa kwa nini mama anashangaa. Yule mwanamke akamwambia ulidhani sitakujua? Ulidhani sitajua mahali unapoishi? Kwa hiyo mwenyewe ukaona hapa umejificha. Unahisi utajificha mpaka lini? Ungekuwa hujazana mume wangu ungeweza kufanikiwa kujificha, lakini umezaa mtoto huyo amekuwa ni wasiri, si ndio? Lakini mimi ni mke, si ndio? Nimejua mume wangu ana mtoto nje, na mimi ni haki nijue kabisa mwanamke aliyezaa na mume wangu na huyo mtoto yuko wapi. Na ndo nimewatafuta, si hivi nimewapata. Haya maneno huyu mama anazungumza mimi nasikia. Kwa hiyo kumbe mimi nimemkaribisha ndani mtu ambaye sio salama kwa mama. Mama akamwambia huyu mwanamke, hatupaswi kuzungumza mazungumzo haya mbele ya mtoto wangu. Huyu mwanamke akasema, hayo maneno unaniambia mimi? Mbona ninamuona mtoto wako tu nilivyofungua mlango wangu, nimemuona mtoto wako umezaa kahaba kama ulivyokuwa wewe. Mama hakupendezwa na haya maneno. Akasema, mtoto wangu hausiki chochote katika hasira zako. Naomba usitamke maneno mabaya tena kumhusu mtoto wangu. Na hakuhusu kwa lolote, na hana hatia yoyote. Huyu mwanamke akasema, ungekuwa wewe ungejisikiaje? Uko na mume wako, mnaishi maisha yenu vizuri, mwanaume ni mwaminifu, lakini unakuja kugundua mume wako amezaa nje na mtoto ni mkubwa. Ungekuwa sawa, si ndio? Kama wewe sio adui kwangu, kwa nini unajificha? Kwa nini unamficha huyo mtoto? Mimi nikamwambia, yani mama yangu akamwambia huyu mama, akamwambia, mimi ni mwanamke kama ulivyokuwa mwanamke, kama wewe ulivyokuwa. Ukimuuliza mume wako vizuri ndo atakueleza. Hakunieleza kwa habari ya yeye kuwa na mke. Najua ukiongea naye atakueleza. Lakini ilitokea mimi nikapata mtoto. Ulitaka nifanyaje? Ningetoa ule ujauzito? Nilishawahi kukusumbua hata siku moja? Nilishawahi kukufuata malengoni kwako nikasema mtoto wangu hana maziwa, hana mavazi, kwa
kwa sababu nilikuja kugundua baadaye kwamba huyu ni mume wa mtu, na niliamua kusitisha ile mahusiano. Kana mume wako, ongea naye vizuri, lakini usimtwishe mtoto wangu mzigo sio kwa kwake. Mama alikuwa hataki kuzungumza. Huyu mama ni mkorofi, yani huyu mama ni mkorofi, anamshambulia mama. Hata mama aliniambia nenda ndani, yani maneno alikuwa akiniambia nenda ndani, yani hataki nisikie. Lakini mimi ninachojua na nilivyoambiwa hata na baadhi ya ndugu kwamba mimi simuoni babangu mara kwa mara kwa sababu babangu ana familia nyingine. Kwa hiyo hata mimi mpaka hapa nimefika sasa hivi najua babangu ana familia nyingine na hajawahi kunionyesha na sijui, lakini yeye kuja kwa majira na kuja kunisalimia, kuniletea zawadi, kuhakikisha nasoma na tunaendelea vizuri. Na anakuja hapa anaweza akalala, na anachojua mama pamoja na baba ni watu ambao bado wapo kwenye mahusiano. Sio kwamba ni watu ambao sijui waliachana. Najua ni watu ambao wanapendana, na ni babangu na ni mamangu, na nawapenda sana na nafurahi kuwaona wako pamoja. Nakumbuka maneno ambayo huyu mwanamke aliyazungumza. Akasema, basi umeshinda wewe. Naona unataka mtoto wako awe sehemu ya mali ambazo mimi kwa sehemu kubwa nimezichuma. Wewe ndo mshindi. Kwa nini huyu mama anapata shida sana? Inavyoelezwa, huyu mama anapata shida katika uzao. Yule baba amefanikiwa kupata watoto wa kiume tupo. Na inaonekana kiu ya huyu baba alikuwa anatamani kupata mtoto wa kike. Na ndo amekuja kupata mtoto wa kike na mama yangu. Kwa hiyo mimi ni mtoto pendwa sana kwa babangu. Na huyu mama na yeye amekuwa akitamani kupata mtoto wa kike. Kwa hiyo kuna watoto ambao ni wadogo kwangu mimi, lakini watoto wote ni wa kiume. Mama hakutaka mazungumzo zaidi. Nakumbuka alimwambia, tafadhali sana, sisi ni watu wazima, wewe ni mama, mimi ni mama, hatupaswi kuyazungumza haya. Kama ungekuwa mstaarabu usingekuja kwangu kwa mfumo huo, haujafanya sawa. Huyu mwanamke akasema, na itafuta hiyo sawa unayoisemea wewe. Uzee na mume wa mtu, alafu huyo mwenye mke atulie. Hiyo sawa ndio naitafuta, ambayo wewe unasema hii yangu sio sawa. Akasema haina shida. Mimi nimekuja, hii ni mara ya kwanza. Ninategemea kuna siku utanitafuta na utakuja kuniomba msamaha kwa sababu umeniumiza. Na huyu mwanamke aliondoka. Mama akaniambia usisikilize chochote alichokisema. Huyu ni mwanamke mpuzi, hana akili kabisa, achana naye, ni kichaa kabisa. Mimi pamoja na mama Yes, tuko hapa msikilizaji, na tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Lisa. Tunaendelea kusherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Sio umeanza kutusikiliza majira gani rafiki yetu, lakini katika hayo majira ambayo ulianza kuungana pamoja nasi, basi tuseme tunathamini sana uwepo wako na tunakupenda sana. Tuko na mambo mazuri sana kwa ajili yako. Endelea tu kutufuatilia kila inaitwa leo. Endelea kutufuatilia vipindi vyetu bora, na kuna mengi mazuri kwa ajili yako katika kutimiza miaka 11 ya EFM.
Katika ripoti ya leo tuko na mkasa mpya wa ndugu yetu anaitwa Lisa ambao tumeanza nao leo. Ilipaswa tuanze nao jana lakini tumeanza nao leo. Yes. Lisa akitueleza haya yakiwa ni yale ambayo Lisa anatueleza mwanzo kabisa wa safari ya maisha yake. Lisa anasema basi nayakumbuka haya, nayakumbuka sana. Na mimi naendelea na maisha yangu ya kitoto. Unajua, hapa nakumbuka nilikuwa niko darasa la 6 wakati huyu mama anakuja nyumbani. Kwa hiyo ukizungumza hivyo ina maana unazungumza katotoka naanza kukua kasichana. Yes. Kwa hiyo mama aliniambia hakuna neno ambalo huyu mtu amezungumza na litakuwa kwangu. Sawa, na huyu ni mamangu na nampenda sana. Kwa hiyo narudia tena, niliendelea na maisha yangu kama kawaida. Na kumbuka baba siku moja akaniambia kuna vitu nataka tuongee. Nikamwambia sawa. Mimi nampenda sana babangu sana na ananipenda sana. Yani kuna mambo ambayo naweza nikakosea. Mama anaweza akafuka akanipiga kulikweli, lakini baba yeye hupenda kuzungumza na mimi sana. Na baba akizungumza na mimi namuelewa zaidi kuliko hata mama anavyonichapa fimbo. Yani onyo la baba linakuwa onyo kubwa ambalo yani hata nikitaka kurudia lile kosa, yani sauti ya baba inajirejea kwangu na sitendi tena ile kosa. Lakini onyo la mama la fimbo la kuniambia nini kunifokea, unakuta najikuta kuna muda mwingine najisahau na nafanya tena ile kosa, mama ananiadhibu tena. Lakini onyo la baba si la kupiga, la maneno yenye kukupa kumbukumbu kweli kweli. Kwa nampenda sana babangu. Baba aliniambia, unajua tumekuwa tukizungumza na mamako nisije nikawa na kuweka katika maswali yasiyokuwa na majibu. Mwanangu nakupenda sana. Nikamwambia baba na mimi nakupenda pia. Na unajua nakupenda sana. Akasema baba najua. Lakini mwanangu najua umekuwa ukisikia. Najua umekuwa ukisikia. Babako mimi na familia nyingine. Na sikutaka kusema kwa majira hayo. Sikutaka kusema. Na nikwambie baba hajawahi hata siku moja kunionyesha picha. Yani nikwambie, yani sijui chochote kuhusu familia nyingine ya baba. Yani kwa mfano mimi kabla sijajua ya mambo nilikuwa najuaga babangu anafanya kazi uko mbali. Kwa inaweza kaka miezi 2-3 akija na vile anakuja na mazawadi na nini. Kwa unasema babangu alikuwa safarini, babangu alikuwa kikazi. Lakini nilivyokuwa nazidi kukua na kujua kumbe babangu sio kwamba yuko kikazi mahali, babangu yuko mjini, lakini babangu ana familia nyingine. Sasa haya najua, sasa siku zimesogea, naanza kujua afu wengine wanakupenyezea babako ana familia nyingine, kwani unjue mamako hajakwambia? Unakuta mambo kama hayo. Kwa baba ananiambia kwamba alikuwa anataka majira sahihi yeye kunieleza, lakini anaona kama yani amewaihishwa yeye kusema. Na baba akaniambia, wewe ni binti yangu, ninakwambia leo hii tuko pamoja na wewe, nataka uyashike ya maneno. Mimi nakwambia wewe ni mtoto wangu, wewe ni mwanangu, wewe ni kila kitu kwangu. Sawa? Mimi nina ndugu zako, wako kaka zako, wote ni wa kiume. Na mimi sio kwamba sijui. Narudia tena, sio kwamba sijui. Akaniambia, baba, unao ndugu zako 5. Sasa hii ina maana yule mama katika uzao wake alifanikiwa kupata watoto 5. Lakini katika watoto 5 Mungu hakumbariki mtoto wa kike. Kwa hiyo ongezeko la watoto, mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 mpaka wa 5, bado hakupata mtoto wa kike. Kwa hiyo naambiwa mimi nina wadogo zangu 2 ambao pia na wao ni wa kiume. Akaniambia, miaka imesogea sasa, natamani uwafahamu ndugu zako.
Nilichelewa kukupeleka na kukutambulisha kwa ndugu zako kwa sababu zilikuwa ziko nje ya uwezo wangu. Lakini sasa hivi nimeshaweka mambo sawa. Nimeshaongea na mamako na nafikiri huu ni wakati sahihi. Nataka mwanangu jiandae, akanitajia siku tutaondoka hapa na mimi nitakupeleka ukawaone ndugu zako. Na isitoshe ndugu zako nimeshawaeleza wanae mdogo wao wa kike, wanao dada yao. Wamefurahi. Nikamwambia kweli baba? Akasema kabisa wamefurahi sana kuona katika familia tuna mtoto wa kike. Na mimi nikafurahi. Na nikamwambia baba, na mimi natamani kuwaona. Akasema najua mwanangu, basi nitakupeleka siku hiyo. Najua mamako amekuwa pia moyo wake hauko tayari sana kuona hiki ninachokifanya kwa sasa hivi. Lakini asikuvunje moyo. Tamani kuona ndugu zako, si ndio? Na wewe si unatamani? Nikamwambia ndio baba. Natamani kuona ndugu zangu pia. Akasema sawa. Tukaongea na baba, tukaongea vitu vingi sana. Baba tukikaa naye hupenda kuniambia vitu vingi sana kuhusu maisha. Na akiniambia nataka usome kwa sababu nataka siku moja uje umsaidie mamako. Kifika kipindi wewe unabidi uhakikishe kula ya mamako iko mikononi mwako na kila kinachomhusu wewe unasimamia. Mimi niwepo au nisiwepo. Kwa mambo mengi sana amekuwa akinihimiza, akiniambia mama ni familia yangu ya pekee sana. Na ndio mwanamke anayenipenda sana kuliko mtu mwingine yeyote. Baba yeye amekuwa akinijenga hivyo na kuniambia ni mheshimu mama kwa kila anachokisema. Na nimekuwa niko hivyo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Lisa katika siku njema ya leo. Lisa anasema basi mimi na mama tulizungumza na mama akasema mimi sitaki. Mimi haya mambo sitaki na nilisha yakataa toka miaka na miaka. Nimeshasema mimi habari hizi sitaki. Kuna mtu unaweza ukasema ushenee kuhusu mtoto wako lakini si yule mwanamke. Mama alizungumza hayo maneno lakini mimi nikamwambia mama au ni ndugu zangu. Akasema ni ndugu zako kweli lakini yule mama hajawahi kukupokea vizuri wewe. Mama aliniambia hivyo. Na mimi kwa sababu siku zile ambazo baba aliniambia kwamba tutaenda zilikuwa zijafika, nikamwambia baba, mama anasema huyu mama mkubwa, yani ina maana mke wake mkubwa hajawahi kuniafiki mimi, yani hajawahi kunikubali mimi. Baba akasema ilikuwa hivyo. Lakini katika maisha watu wanabadilika. Na sasa atafanya nini? Yani atafanya nini? Hawezi kubadilisha chochote kwa sababu huo ndio ukweli na utabaki kuwa ukweli. Na mwanangu, utapenda niendelee kukaa na wewe mama yako akizidi kukuficha kwa sababu umetenda dhambi gani wewe? Umekosea nini hata niendelee kukuficha? Unastahili kuwafahamu ndugu zako, sio tu ndugu zako tu ambao ni wale ambao mpo baba moja. Unatakiwa ufahamu na ndugu zako, una shangazi zako, una wajomba, una nani. Baadhi wanakujua. Baadhi nimeshakuja nao hapa. Lakini kwa sababu ni jambo ambalo mamako pia alikuwa anasema tuendelee kulitunza kama siri. Na nilikwambia mamako ile jambo haliafiki, lakini naona wakati umefika. Mwanangu, nataka ndugu zako wote wakutambue. Hata leo nipo, kesho nikiondoka ujue una ndugu zako. Mimi kiukweli sikuona kile ambacho baba amekosea. Na pia napenda kusikiliza kile mama anachosema, lakini mama akasema wewe mara zote unapenda kumsikiliza babako. Jambo linapokuja babako amesema, mimi nimesema, mimi siku zote sisikilizwi. Wewe kwa sababu unampenda sana babako kuliko mimi, kwa hiyo utamsikiliza kwa kila kitu. Na mama amekuwa akiamini hivyo kwamba mimi nampenda baba kuliko yeye. Yani sielewi yani hisia za mama zinamaanisha nini. Lakini hao ni wazazi wangu na mimi nawapenda wote, lakini mama amekuwa anaona kama mimi ikitokea issue kwa mfano kama baba akiumwa namna vile ninavyochanganyikiwa. Yani ninachanganyikiwa, naweza nisifanye chochote baba akiumwa. Lakini mama anaweza kaumwa, mimi nikaendelea na mambo mengine. Nikaendelea kufanya shughuli, nikamsaidia mama hiki. Kwa hiyo nimekuwa kwa baba ninampenda sana. Labda ile watu wanasema watoto wa kike na baba zao
wana bondi sana, inawezekana. Maana mimi nimeiona hiyo pia. Yani mimi nikwambie, kwa mfano baba akasema labda mimi inaenda sehemu fulani nitarudi muda fulani, ikafika mpaka usiku baba hajarudi, ina maana mimi siri. Yani hapo hakuna chakula kinalika, ina maana mimi namngoja baba mpaka aje, yani mpaka arudi. Mama ataniambia utakaa hapa mpaka saa ngapi? Baba yako anasema atachelewa kurudi, nitamngoja baba. Kwa hiyo hata baba anajua pia kwamba mimi ninamngoja nyumbani. Na hiyo sio kwamba tu nilivyokuwa eti bado mdogo mdogo, na hiyo mpaka nimekuwa niko hivi, najitambua hivi, ninamngoja baba. Na kama ikatokea mpaka nalala, yani nikikurupuka, baba yuko wapi? Baba, mbona ulichelewa? Una shida gani? Yani nataka kumuona babangu akiwa yuko okay wakati wote. Sasa ile kwa mama anaweza akachelewa, yani mimi isinisumbue. Tauliza tu, mama vipi? Mbona umechelewa? Lakini siwezi kukaa nikaacha chakula hapo nisile eti kwa sababu mama yeye hajarudi. Atakuta nimekula nimemfunikia hapo, atarudi nitamwambia mama mimi nishakula chakula changu. Mimi nishakula mama, tampakulia atakula, lakini kwa baba namngoja. Njaa haiumi baba mpaka afike. Na vitu kama hivyo. Najua kuna mtu anaelewa. Lisa anasema mimi kiukweli nilifuata njia ya baba. Nilifuata njia ya baba na mimi nilikubali kuambatana na baba. Nikawafahamu ndugu zangu. Ndio. Nikafahamu kaka zangu na baba alinionyesha kwa picha. Wote wakiwa wamepiga picha pamoja. Nina kaka zangu wakubwa. Wewe kaka zangu ninao wakubwa. Watatu hawa ni wakubwa. Hao wengine ni wadogo. Wote ni wakaka. Rasmi nilipelekwa katika nyumba ambayo anaishi babangu. Baba ametujengea sisi nyumba. Ni nyumba ambayo ni sio mbaya, ni nyumba nzuri, na kama nilivyokuambia imekuwa nikiendelea kwa ukarabati mdogo mdogo. Na tuko happy, yani tunaishi maisha ya furaha sana. Nimeenda mahali ambako baba anaishi. Baba anaishi na watoto wake. Niligundua mimi nilikuwa mtoto niliyefichwa. Yani mimi nilikuwa ni mtoto niliyefichwa. Yani hakunaga hata mtu mmoja jamani wenye familia. Watu wanasema tu wewe babako ana mke mwingine, yani babako ana familia nyingine, lakini mtu wa kunithibitishia babako anaishi pale, familia yake ile pale, unamwona yule ndo kaka yako, unamwona nini, ina maana mimi ni mtoto wa kufichwa. Nimekuwa hivyo mpaka napata ufahamu, yani sasa mambo kama yanaanza kuibuka ndo kuweza kuya capture haya mawili matatu. Bonge moja la jumba. Mimi namuuliza baba, kwani hapa ni wapi? Anasema hapa ni nyumbani kwetu. Nyumbani kwako wewe, nyumbani kwangu mimi, nyumbani kwa kaka zako, hapa ni nyumbani kwetu. Nyumba nzuri, kubwa. Tukaingia, mimi pamoja na baba, hapa tuko kwenye gari la baba. Tumeingia hapa, baba akapaki gari, akanifungulia mlango, nikashuka. Nimeshuka, baba akaniambia karibu sana mwanangu, hapa ni nyumbani kwako. Sawa? Hapa ni wapi? Ninarudia anachosema, ni nyumbani kwangu baba. Akaniambia safi kabisa binti yangu. Wakati tuko hapa, baba amefika, amenifungulia mlango, tuko hapa, ananiambia hapa ni wapi? Nikawaona wale ndugu zangu. Ina maana ni jambo ambalo baba alikuwa ameshaliandaa. Kwa macho ndo unaona ndugu zangu. Ninaona ndugu zangu. Huyu kaka mkubwa anayefuata na huyu mwingine wa mwisho, huyu yeye bado mdogo. Lakini kanaweza kutembea hivi, yani bado kadogo. Basi baba akasema jisikie huru, ndugu zako hawa hapa. Kwa mara ya kwanza mimi nakutana na ndugu zangu. Yani ndio unaona kwamba na ndugu, jamani, na ndugu, nina kaka mimi wakubwa, ndugu zangu hawa hapa. Na baba akasema hasa mnashangaa nini? Mnashangaa nini ni vijana? Mpokeeni dada yenu.
Basi wakaja wakanisalimia, wakafurahi na mimi, karibu sana nyumbani, karibu sana ndani. Yani kwa mfano huyo mkubwa akanipokea vizuri sana. Akaniambia unasoma darasa la ngapi? Nikamwambia, akasema yani wewe kwa nini hatujaita kukutana njiani? Kwa sababu yani ningekiona tu kichwa ningejua ni ndugu yangu. Basi tukawa tunacheka, tumekaa hapo sebleni wote pamoja, tumekaa, ina maana mimi pamoja na ndugu zangu. Baba akasema ni furaha yangu kuona watoto wangu wote wamekaa pamoja. Na huyu mkubwa akasema na mimi baba pia ni furaha yangu kuona wadogo zangu wote sasa tuko nao pamoja. Kwa kweli baba, ni jambo jema sana. Na huyu akasema, huyu mkubwa akasema, baba, umefanya jambo kubwa sana la kishujaa. Unajua tuko hapa nyumbani, tunakula vizuri, tunaishi vizuri, kuona tuna ndugu yetu mbali ambaye hatujui yuko na hali gani, sisi kama ndugu zake tunakuwa hatumtendee haki. Ninakumbuka haya maneno alizungumza huyu mkubwa. Baba akasema, asante sana mwanangu, wewe ni shujaa wangu siku zote, wewe ni mshauri wangu namba 1, unajua. Basi huyu kijana mwema navyomuona. Yes. EFM, nembo ya taifa. Fanya kweli, usibaki nyuma. Kuwa na choo haitoshi. Hakikisha kuna sehemu ya kunawia mikono pia. Baada ya kutoka chooni, usisahau kunawa mikono. Sabuni na maji safi huua vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Ni rahisi, haraka na muhimu kwa afya yako na ya wengine. Mtu ni afya, usibaki nyuma. Choo bora chenye maji na sabuni, mazingira safi bila taka, hivi salama kwa mama na wadada. Sisi kila siku hatukosi na kupikia, tutumia nishati safi, tunakula nyama na kutumia maji salama. Fanya kweli, usibaki nyuma. Mtu ni afya. Mtu ni afya. Unamfahamu vipi Lady JD? Huyo Malkia Bongo Flava. Ukiambiwa ueleze kiduchu kuhusu Lady JD utasemaje? Huyo ndo Malkia wa Afro. Wewe unamtambua Lady JD kama nani? Namtambua kama mwanamke jasiri, mpambanaji, asiyechuja kimuziki. Tafsiri hizo zina maana kwamba maadhimisho ya miaka 25 ya Lady JD ni tukio kubwa ajabu. Juni 13, 2025 tunakutana the Superdome, Oyster Bay, Dar es Salaam. Siku hiyo itapigwa show yenye hadhi ya Silver Jubilee by Lady JD. Halafu surprises zitakuwa kibao. Viingilio VIP single shilingi 500,000, VIP single shilingi 250,000 na regular shilingi 50,000. Tiketi zote zinapatikana Nyumbani Lounge na Manga. EFM. Katika kipindi hiki cha miaka 4 hii, matumizi ya mziki wa Singeli imekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Na ni mziki ambao umeweza kutembea sio tu Tanzania bali mpaka nje ya nchi, na wasanii wetu wa Singeli wametumika katika matukio mbalimbali ambayo yameweza kuwapelekea kuwapatia vipato, na sasa hata wizara nyingine na taasisi nyingine zimeanza kutumia mziki huo na wasanii wetu kuhakikisha kwamba wanatekeleza yale ambayo idara au taasisi zao au wizara zao zinatekeleza. Na hapa niseme kwamba KOSOTA imeshirikiana kwa karibu sana na wadau wa Singeli wakiwepo Uswazi Got Talent, pia kituo cha redio cha EFM na kituo cha TV cha EFM. Mimi na Singeli huniambii kitu. EFM 103.3 Mbeya.
Leo ni siku ya kwanza tangu tumeanza mkasa huu wa ndugu yetu anaitwa Lisa. Ndio, nami niko hapa msikilizaji, shauku yangu ni kuendelea kukujuza zaidi katika hiki ambacho Lisa anaendelea kushare pamoja nasi. Lisa anaendelea kutujuza haya. Lisa anasema basi nilijisikia furaha. Ama kweli kuna neno moja Waswahili hupenda kusema yani ndugu, yani neno la Kiswahili hili limenikimbia kidogo. Yani namna ambavyo mimi nilikutana na ndugu zangu nikajifeel kubondi nao, yani nikajisikia kubondi nao na nikajikuta nina furaha sana, na hasa kaka huyu mkubwa namna alivyonipokea. Na baba akasema leo imekuwa ni siku nzuri sana, nataka wanangu tukae pamoja hapa tupate chakula, na nataka tutoke tuende sehemu pamoja, mwenye kuogelea na aogelee, mwenye kucheza basketball na acheze, mwenye kucheza football acheze, jamani, mwenye kupenda muziki, nataka kuona kila mtu akifanya kitu chake hivyo. Kwa hiyo walikuwa kiniuliza maswali, kwa mfano yule anayefuata ananiambia unapenda nini, nikawa na mimi najieleza, nauliza na kaka unapenda nini, na kaka unayefuata unapenda nini, yani kajifile amani. Yani kuwa na ndugu ni kitu kizuri sana, kitu kizuri sana. Na kumbuka tulipata chakula pale nyumbani na kilikuwa kimeandaliwa kizuri chakula, tukala. Kaka kana niambia kitamu, unaonaje? Kizuri. Naambia ndio kitamu sana. Yani vile wananiuliza, vile wanachangamkia, lakini watoto wote walikuwepo. Lakini yule mama mweupe mimi sikumuona hapa. Kwa hiyo kuna wamama walikuwa wako hapa wawili. Sasa unajua mtu wewe ukaanza kuhoji maswali kwa hoji, yanaweza akawa hayana maana sana. Lakini nilifurahi, na mpaka tukamaliza kupata chakula tukatoka na baba, kuna gari kubwa tukapanda wote na ikawa ni furaha sana. Baba alifurahi sana, yani namuona kabisa baba ana furaha. Baba alitupeleka sehemu ambayo alisema hii ni sehemu yangu ambayo kila nikiwa napita nasema siku moja atawaleta watoto wangu wote. Hatimaye leo imekuwa ni siku nzuri sana na niko na watoto wangu wote. Basi tukafika pale, mama alipiga simu anataka kuongea na mimi, na mimi nikaongea na mama, nikamwambia mama, nimekutana na ndugu zangu. Mama, nimekutana na ndugu zangu, yani nina furaha. Akiniuliza mbona una furaha hivyo, nikamwambia ndio mama, nimekutana na kakaangu yule fulani, nimekutana na huyu, nimekutana na nani, tuko hapa wote mama. Yani tuko hapa tumekula chakula kizuri kiliandaliwa nyumbani. Mama, kumbe baba anaishi mahali pazuri sana. Ndugu zangu wamenifurahia sana. Yani ile na mimi katika namna ya kufurahia ili tukio la leo nikaonyesha kufurahia sana, na ni kweli ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo. Na shukuru sana. Yani nikafurahi sana. Na nikawa tunamwambia baba ana furaha sana leo. Akasema na mimi mwanangu na furaha sana. Kwa hiyo niliona wote tukiwa tunafurahi. Yani ndugu zangu wote na wao wakiwa wanafurahi. Baba alibaki akitutazama, tukawa tunacheza, tunakimbizana. Yani huyu anapenda kucheza hiki, unamsapoti. Huyu anapenda kuogelea, na mimi hata si kuogelea, nikaingia huko na mimi nikaenda kuogelea. Yani ikawa ni siku nzuri sana. Hakuna kitu tunataka baba hakununua. Yani wewe sema tu unataka nini, hiki hapa kimekuja. Yani sikio nilikula nyumbani, nikala na hapa, na nikala tena. Lakini muda wote nilikuwa nimejawa na tabasamu. Na wishi, yani haya ndio yawe maisha kila siku. Kuwa na familia kama hivi. Sio unaamka tu huko mwenyewe mpaka unasema jamani mimi nimezaliwa peke yangu. Mimi niko peke yangu, lakini nina timu na kaka zangu wapo wengi na wanaonyesha kunipenda. Tumemaliza na mama alipiga simu tena. Na baba akawa anasema natamani mwanangu tuwe pamoja pia usiku huu. Sasa sijui kama mama yako atakubali. Kwa mama alipopiga simu mimi ndo nilimwambia mama muda umeenda. Akasema ndo nauliza mbona muda umeenda? Sio makubaliano tuliokubaliana.
tulisema utawahi kurudi, inakuwaje? Nikamwambia mama, yani ndo tunatoka huku na mama, niwe mkweli jamani, nataka niendelee kuwa na ndugu zangu mama, nataka niende nyumbani na mimi nikakae nyumbani na ndugu zangu mama. Akaniambia unasema? Nikamwambia ndio mama, na baba pia anafurahia sana kuona sisi tuko pamoja, ni leo tu mama. Mama akasema hapana, 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 na sitakubali kitu kama hicho, hupaswi kulala hapo. Nikamwambia mama, hawa ni ndugu zangu na ni mara ya kwanza nawaona, na wamenipokea kwa furaha na wamenisii leo tuwe pamoja, nilale hapa. Mama akasema hapana, najua hunisikilizi, naomba unisikilize hata kwa hili nalozungumza, hupaswi kulala hapo, unanielewa? Hupaswi kulala hapo. Na alikuwa ananiambia napozungumza na wewe kaa mbali, yani baba yako asisikie, sogea pembeni. Kwa aliniambia hivyo kabla hajaanza kuniambia hayo, kaa mbali tuongee. Nasema taka kurudi nyumbani, usilale hapo, siku salama wewe kulala hapo. Ulipaswa kuniaga vizuri, ulipaswa kuniambia, au baba yako alipaswa kuniambia kama utaenda na utalala. Hapana, naomba urudi nyumbani. Sasa nilisikia sauti ya mama akiwa amekasirika. Unajua huyu ni mama yangu, na naamini kila mtoto anamjua mama yake vizuri au anamjua mzazi wake vizuri. Anajua kabisa kuna sauti ikibadilika anaweza hapa mama amechukia. Na wewe mwenyewe unaifeel hapa mama hajapendezwa. Kuna mimi nilivyosikia nikamwambia mama, ninarudi nyumbani. Narudi nyumbani mama, baba atanileta. Akasema na ufanye hivyo, lazima ufanye hivyo, ninazungumza hivi, ninataka ufike hapa, no discussion. Nikamwambia sawa. Mimi nikamwambia baba tuwapeleke ndugu zetu nyumbani, mimi nirudi nyumbani. Akasema kwa nini mwanangu, kweli wenzako watajisikiaje sasa kama utawaacha? Nikamwambia siku nyingine, kwa sababu tulikuwa tumemwaga mama vizuri. Akasema mamako si unajua mtu wa kulalamika tu mwanangu. Nikamwambia baba, unamjua mama atachukia sana. Akasema yani kweli. Sawa. Kwa hiyo basi tukatoka hapa tukarudi nyumbani. Mimi nikanamwambia kaka natamani kulala, lakini itabidi nirudi nyumbani, kuna vitu napaswa kufanya asubuhi sana mapema. Akasema nimekuelewa, japo tulitamani tuendelee kwa pamoja. Na nimemwambia baba, siku tuje tukutembelee pia nyumbani, sisi ni familia, na mimi kama kakako mkubwa nataka nikuone mara kwa mara. Najua hauna mawasiliano, lakini najua mama ana simu, nitatamani niipate namba yake, niwe nakujulia hali yako. Mimi kama kaka lazima nihakikishe wadogo zangu wote wako salama. Unapata kaka kama huyo anakuambia maneno mazuri kama hayo, unajisikiaje? Unajisikia vizuri. Basi mimi nilifurahi sana, niliwaaga kwa furaha sana, na nikasema nimefurahi sana katika siku yangu ya maisha yangu, nimefurahi leo, nimefurahi sana. Walinifurahia sana, na mpaka baba anaondoka na mimi tunaondoka, nilimwambia baba asante. Akasema nilikwambia mwanangu utafurahi sana. Nikamwambia baba asante sana, nimefurahi kuwajua ndugu zangu, hiki ni kitu cha thamani sana kwangu. Tukarudi moja kwa moja kwa mama. Mama akaanza kuniuliza maswali. Mama ananiuliza maswali, vipi yule mwanamke alikuwa wapi, yani yule mkubwa? Nikamwambia mama sijui. Haujadodosa? Nikamwambia mama tadodosa kuhusu nini? Tadodosa mama kuhusu nini? Mimi nimewakuta tu kuna wao mama wawili ndio wametuandalia chakula, nimekuta kuna walinzi pale kwenye ile nyumba. Sasa mama mimi siwajui, haukuuliza chochote mama yenu yuko wapi? Nikamwambia mama sijauliza. Yule mwanamke alivyo na roho mbaya, ameona ni bora aondoke kuliko kumuona mtoto wangu. Mimi nikamwambia mama mimi hata sijamuona yule mama, sijamuona, lakini mama ndugu zangu ni watu wazuri sana. Akasema ndugu zangu ni watu wazuri sana. Kwa hiyo vile ambavyo umepokelewa mwenyewe, umechekelewa, umekula, umeona ile nyumba na unaambiwa hiki hapa ni chumba chako, wewe unaona pale ni kwenu. Unaona kama yani wewe unaona kama ni wale wanakupenda sana. Hebu nitokee hapa. Haya ni maneno ambayo mama aliniambia kwamba kile ninachokidhani kwenye akili zangu sicho.
Yani hao ambao wanajifanya wako pamoja na mimi ni ndugu zangu ni wanafiki. Yani sio hicho wanachokimaanisha kwangu. Sasa kwa nini mama aseme hivi? Hawa watu hawajanifanyia lolote baya. Kwa mfano kama wanazungumza hawa watatu, ina maana mimi ni ina maana mimi nakuwa kama ni mdogo kwao au watatu. Unaelewa? Mimi ni mtoto wa nje, si ndio? Kuna hawa watatu ambao ndio nakuja kufuata mimi, alafu kuna watoto wengine wawili, sijui unaelewa. Kwa hiyo watoto wawili hawa bado wadogo, lakini hawa watatu ina maana mimi ni wa mdogo wao. Ni watu ambao kama huyu mkubwa anajielewa, huyu anayefuata anajua kabisa kwamba mimi ni ndugu yao, na mama yangu mwingine na baba yao. Huwezi kujua kapata muda kiasi gani kuwaeleza mpaka wameelewa na hata kunipokea vile walivyonipokea, kwa sababu baba pia alitenga muda kuongea na mimi nikamuelewa, na ndugu zangu watakuwa wameongea nao. Yani sielewi huo ubaya uko wapi, sielewi, lakini ni mama aliniambia hivyo na akiniambia nisijidanganye. Basi pamepambazuka asubuhi. Na kumbuka siku hiyo baba aliponileta, ina maana baba aliondoka na kurudi kule nyumbani kwake, yani kwa wale ndugu zangu. Sasa mama akaniuliza tena, nielezee vizuri. Nikamwambia mama, yani nyumba kule kwa baba ni kubwa na nzuri sana. Akasema ile nyumba kubwa na nzuri sana, unataka kuhamia? Nikamwambia hapana mama. Kwa nini nihamie? Na mimi niko hapa na wewe. Akasema maana useme, maana unaanza kusifia sijui pale kuna hiki. Nikamwambia mama hivyo, yani nyumba kubwa, wana sebule nyingi, yani hivyo sio kama sisi hapa nyumbani tuna sebule bado hatujafanya marekebisho. Akaniangalia mama, akaniambia kwa umetamani? Nikamwambia hapana mama, sina kuelezea tu. Akasema hapa ndo nyumbani kwako, hapa unapopaona, si unaona bado kochi hizo hatujaweka mpya, ndo nyumbani kwako. Sijui unanielewa? Hayo mambo mengine achana nayo na asikuvuruge. Nikamwambia mama sawa. Kwa hiyo hukumuona yule mama? Nikamwambia mama mimi sijamuona. Mara nyingine tena asubuhi mama ananiuliza kwa habari ya yule mwanamke, sijamuona. Na uwezo kauliza. Mama akachukua simu akampigia baba, na mimi nikajifanya kama naondoka, lakini nikawa nasikia kile kitu ambacho mama anaongea, lakini mama aniona, anajua kama mimi nimetoka zangu nimeenda kwenye mambo mengine. Mama akawa anamuuliza, kwa hiyo huyo mwanamke wako bora kuliko wanawake wote ameenda wapi? Maana naambiwa hakuwepo. Kwa hiyo aliona kinyaa mtoto wangu mimi akija hapo nyumbani kwako. Sijui baba alimjibu nini, lakini mama akasema namjua vizuri. Na unaanza kunishawishi mwanangu aje alale hapo kwa misingi gani? Ni lini tumezungumza hizo habari? Ni lini umewahi kuniambia mwanangu aje alale katika hiyo dari ya ile nyumba? Hivi naweza nikamleta mwanangu mimi machinjioni? Sijui baba alichokuwa akimjibu, lakini hando maneno ambayo mama alikuwa akiyazungumza. Sijui baba alisemaje, lakini mama akasema sitaki kusikia hizo habari. Nilisema hivi, ukurasa wa haya mambo ninayafunga. Mtoto wangu usihusishe na watoto wako. Wacha kila mwanamke abaki na watoto wake. Yes, ana watoto wake 5, abaki na watoto wake, na mimi wacha nibaki na Lisa wangu. Tupeane mipaka. Sitaki matatizo na mtu, halafu sitaki vita. Mama akasema hiyo ni juu yako, iwe ni juu yako, lakini mimi sitaki kuhusika kwa lolote. Sitaki mtoto wangu ajumuishwe na watoto wako, sitaki. Alizungumza hivyo mama, japo sijui nini ambacho kipo kwa wazazi wangu ambacho kiukweli siwezi kukieleza. Nikasema kwamba najua kinachoendelea, lakini mimi ninaona haya. Na nikiwa sijui kwani bifu la mama kutokutaka mimi ni nini hasa. Lakini nilimuona mama akishtuka alipomwona yule mwanamke,
na nikanajiuliza, ni mara ya kwanza ndo wanaonana au ni mara ya kwanza anafika kwenye hii nyumba? Lakini ni mambo ya wazazi. Unaweza kauliza swali mtu akakukata tu jicho na akakwambia hayakuhusu, akaendelea na ratiba nyingine. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Lisa katika siku njema ya leo. Kesho nayo ni siku, tutaendelea mbele zaidi, na leo ni simulizi tumeanza mpya.